kama umewahi kujiuliza swali hili kwamba kwa nini watu waovu wanastawi, ama kwa nini unaona watu waovu wanafanikiwa? Najiuliza, mbona mimi namtumainia Mungu? Mbona mimi najaribu kuishi maisha ya utakatifu, lakini mbona sifanikiwi? Nimewahi kujiuliza swali hilo. Mimi binafsi nimewahi kukutana na watu ambao wanajiuliza maswali ya aina hiyo. Nakwambia fulani ni tajiri, fulani ana fedha, fulani ana hela, lakini mbona watu hao wanaonekana ni watu ambao hawamtumikii Mungu, ni kama hawamtumainii Mungu moja kwa moja? Mbona ni kama watu ambao wanaonekana wanatumia nguvu zingine tofauti na nguvu ya kimungu, yani wanaonekana waziwazi? Sasa leo nataka nikujibu. Kabla ya kukujibu, wacha nikusalimie. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Napenda kuanza na hii salamu na napenda kukuachia baraka za kimungu kabisa kabisa, kwa sababu Mungu anatutaka tubariki watu na tusiwalaani. Nami nakubariki na Mungu akubariki kabisa kabisa, kwa kuwa umekuwa mstari wa mbele kufuatilia mafundisho hayo. Basi tuende moja kwa moja katika somo hili la siku ya leo, ambalo kimsingi linauliza kwa nini watu waovu wanafanikiwa? Kwa nini watu waovu wanastawi? Wanastawi, wanasema ile jamaa bwana, yani maisha yake yeye na kanisa hakuna, yeye ni kwa waganga, yeye anaamini katika matambiko, yeye anaamini katika mambo ya kiulimwengu. Basi hapa kuna majibu mengi sana, lakini mimi nitakupa majibu machache tu ambayo yatakusaidia kwa nini watu waovu wanafanikiwa. Mafanikio unayoyaona, mafanikio unayotafasiri yana msingi wake. Mwanadamu kama mwanadamu, jinsi alivyo yeye mwenyewe, ili afanikiwe anahitaji msaada wa kiroho. Yaani mwanadamu ili afanikiwe anahitaji msaada wa kiroho. Na msaada wa kiroho hapa anaongelea msaada wa kiroho kwa maana ya kwamba unaweza kutoka upande wowote. Shetani ana msaada wa kiroho na Mungu pia ana msaada wa kiroho. Lakini msaada gani ni wa kweli? Kwa maana utakuwa msaada wa kudumu, kwa maana utakuwa ni msaada ambao utakusaidia hapa duniani, na hata utakapomaliza mwendo wako hapa duniani utaenda kuishi maisha ya utakatifu huko mbinguni. Huu ndio msingi. Kwa swala la kwanza sio mafanikio. Swala la kwanza ni kujua njia gani iliyo sahihi ya kuyapata hayo mafanikio. Sasa watu katika ulimwengu wa giza, na wao wanatumia nguvu za giza kufanikiwa. Wanatoa kafara, wanatoa sadaka mbalimbali, wanafanya vitu ambavyo vinawasaidia kufanikiwa. Hilo ni jibu la kwanza, kwa nini wanafanikiwa. Lakini je, kutoa sadaka zao, kutoa kafara zao baada ya maisha ya hapa duniani, huko mbinguni itakuwaje? Siku ya mwisho itakuwaje? Siku ya hukumu itakuwaje? Hilo ni swali ambalo wewe ambao unajiuliza kwa nini unafanikiwa, lazima ujiulize swali la pili. Wao wenyewe wanajua kabisa kwamba sisi tumeuza roho zetu kwa shetani, na wakati mwingine huwa wanasema, mara chache sana huwa hawasemi. Wanakuwa ni watu wakali sana, ni watu ambao wana sheria fulani hivi, kama utawafuatilia wana maisha fulani hivi. Ndio maana maisha yao mengi yanakuwa yamejaa anasa zaidi, kwa sababu ndio mkondo waliochagua. Mtu ambaye ana mafanikio ya Mungu ni vigumu kumuona ana anasa za kidunia. Ni vigumu kumuona anafanya anasa za kidunia, kwa sababu maisha ya utakatifu, maisha ya mafanikio ya utakatifu hayaendani kabisa na anasa za kidunia. Kwa hiyo watu wengi ambao wana mafanikio ya aina hiyo, utaona kabisa fedha zao zinahusika kabisa na mambo ya anasa za kidunia. Zaidi lazima utakuta wana starehe fulani za kidunia sana, kwa sababu ndio mkondo walio nao. Ni watu wa kutambika, ni watu wa kutoa kafara, ni watu wa kutumia nguvu za giza za kila aina ili ziweze kuwafanya wafanikiwe.
Kwa hiyo wanafanikiwa kwa sababu wanazingatia zaidi sheria za ulimwengu wa roho, lakini ulimwengu wa giza. Nimekupa jibu la haraka, lakini njia hiyo, je, ni salama? Ni njia ambayo Mungu inampendeza? Swali hilo usisahau kujiuliza wakati unajiuliza kwa nini watu wa ulimwengu wa giza wanafanikiwa. Sasa baada ya kukuambia hilo, ninakuja kwenye upande wa pili, watu ambao wanamtumainia Mungu, mimi na wewe. Unajiuliza kwa nini wengi wetu tunaonekana hatufanikiwi? Hapa matatizo yako mengi sana. Tatizo la kwanza sio mafanikio. Tatizo la kwanza ni kujua namna gani tunaweza kufanikiwa. Yaani watu wengi wanaamini ya kwamba ukiwa mtu wa rohoni basi mafanikio yanakuja tu. Mafanikio ni kanuni. Mafanikio ni kanuni. Mungu anasema tutafute kwanza ufalme wake na hayo mengine yatakuja. Sasa unakuta mtu anakazana kumtafuta Mungu, anakazana katika wokovu, anakazana kweli kweli, alafu anasahau kwamba kuna njia ambazo zinaweza kumsaidia kufanikiwa mafanikio hayo ambayo mnaona wengine wamefanikiwa. Yaani maana yake kumiliki vitu, mali, sio rohoni tu, kumiliki vitu, mali. Kuna utaratibu wake wa kiroho ambao wewe Mkristo uliyeokoka unapaswa kuwa unafahamu huo utaratibu na kanuni zake. Mfano, nitakupa mfano mdogo. Mungu anakutaka utoe malimbuko. Wewe unaanza biashara yako, hautoi malimbuko. Mfano, hiyo ni kanuni ya kiroho ya kufanikiwa. Mfano tu mdogo. Mungu anakutaka utoe zaka katika mapato yako, kipato chako, lakini wewe unafanya biashara yako, hautoi zaka. Sasa hizi ni sheria za rohoni ambazo Wakristo wengi wanashindwa kuzizingatia. Watu wa upande wa giza wanazingatia sana sheria za rohoni, wakiambiwa kila siku fulani unatakiwa labda uchinje sijui mbuzi, atachinja. Kila siku fulani lazima utoe sadaka, atatoa. Yaani anafuata zile sheria za rohoni. Sasa Wakristo wengi tunamtafuta Mungu, lakini hatuna maarifa ya kufanikiwa. Hatuna elimu inayotusaidia kufanikiwa. Tukifikiri ya kwamba ukimtumainia Mungu, ukiishi maisha ya utakatifu, basi kila kitu kitakujia tu nyumbani kwako. Hapa ndipo wengi sana wanakosa kuona mafanikio ya kimungu haya ambayo sisi tunatamani kuyaona. Yaani mafanikio yanayoonekana ni kwa sababu ya kutokuelewa kanuni ama kutokuzifuata kanuni za rohoni za mafanikio. Hata kwa Mungu kuna utaratibu ambao Mungu atakutaka ufanye. Na katika upande wetu wa wokovu, si kila kitu unaweza kukifanya. Lazima kujua ya kwamba Mungu amekuita katika eneo gani, ufanye kazi gani itakayokusaidia wewe kufanikiwa. Darasa hili nimekuwa nikilifundisha mara kwa mara. Sio kila utakachokifanya kitakuletea matokeo chanya. Mungu amekuita kuwa mfanyabiashara wa bidhaa za chakula. Yaani katika career yako, katika eneo lako la huduma, sehemu ambayo Mungu amekuita kiuchumi ni kufanya biashara katika eneo la biashara za chakula. Mungu anakutaka usimamie hapo. Biashara za nafaka, anataka usimamie hapo. Anataka wewe uuze nafaka pamoja na kwamba unamtumikia Mungu. Kwani tunasali masaa 24 jamani? Neno la Mungu linasema asiyefanya kazi na asile. Mungu anatambua kwamba kuna kitu kinaitwa kufanya kazi. Kwa hiyo katika kumtumikia Mungu, katika kuishi maisha ya utakatifu, kuna kufanya kazi. Sasa je, wewe kazi unayoifanya ndio kazi ambayo Mungu anataka uifanye? Sasa hilo ni sehemu ya tatizo ambalo watu wa Mungu wanashindwa kufanikiwa. Umeitwa kuuza biashara za bidhaa, umeitwa kuuza bidhaa za nafaka, wewe unaenda kuuza nguo, hauwezi kufanikiwa kwa sababu unaenda kwenye njia ambayo sio ya kwako. Sio ya kwako. Umeitwa kwa ajili ya kutoa ajira kwa wengine. Yaani uanzishe biashara ambayo itahusisha kuwapa ajira watu wengine. Wewe unakwenda kufanya biashara ama kufanya kazi ambayo unakwenda kuajiriwa. Unaona unavyokwenda nyuma mbele nyuma, wewe huwezi kufanikiwa. Yaani utahangaika kufanikiwa kufikia mafanikio hayo ambayo unayataka kwa sababu unapita katika njia isiyo sahihi. Labda nikuambie kitu kimoja, wewe ambaye hauelewi.
wewe ambaye walewi, ulimwengu wa giza uko vipi? Hawa watu ambao mnaona wanatumia nguvu zingine kufanikiwa, kabla ya kufanya kitu chochote huwa wanaenda kwenye hiyo miungu. Wakienda kwenye hiyo miungu, wanakwenda kuuliza hiyo miungu yao kwamba wafanye nini, waishije, kitu gani wakifanya watainuka kwa haraka. Hiyo miungu yao inawaambia kwamba wewe fanya biashara ya mafuta utafanikiwa. Wewe fanya biashara ambayo inahusika na kuongea tu utafanikiwa. Wewe fanya biashara ambayo kazi yako utakuwa ni kuwaweka watu wanauza, wewe uko nyuma yao, utafanikiwa. Kwa hiyo miungu yao inawaambia, kisha wanaingia katika mfumo wakijua miungu inataka nini, ambayo itawapa maelekezo ya kiombe ya sadaka na kafara mbalimbali. Ndio maana wanafanikiwa. Msipuuze mambo ya rohoni. Msifikiri kwamba watu wa gizani hawana maarifa. Watu wa gizani, watu ambao wanaamini katika nguvu za giza, wana maarifa kweli kweli, kwa sababu hiyo ni kopi ya kutoka kwa Mungu. Ni maarifa ambayo yametoka kwa Mungu, shetani anayapindua kwa yatumia. Kwa hiyo ni maarifa ambayo wewe naye mtu wa Mungu unatakiwa uyajue. Maarifa ya kimungu yanakutaka ufanye nini, yanakutaka ufanye nini, utoe nini, kwa wakati gani, na uishi maisha yapi. Sio tu kutegemea kwamba ukimtegemea Mungu kiishi maisha kwenda kanisani peke yake, sala peke yake, ibada peke yake, maombi peke yake na maombezi haviwezi kufanya kazi bila kuamua kuchukua hatua, practicing, majaribio. Ndio maana hata unapoombewa, hata mtumishi anaweza akaja akakuombea. Unaona hata wakati wa Yesu, angalia wakati wa Yesu, kuna watu walikuwa wanaombewa alafu wanashikwa mkono wananyanyuka. Wanashikwa mkono wanafanya nini? Wananyanyuka. Hata katika huduma za leo, angalia mtu anamwombea mgonjwa lakini anampa support ya kumshika mkono ananyanyuka. Yaani kuna kitu lazima uanze mwenyewe. Sasa unamwambia Mungu aikuze biashara yako iliyoko chumbani kwako, ataikuzaje? Lazima utoke. Mimi na mananasi yangu haya nataka nikayauze. Mimi na machungwa yangu nataka nikayauze. Omba, Mungu anakubarikia, na uwe na uhakika wa kwamba ndio biashara ambayo Mungu anakutaka uifanye. Kwa hiyo unachukua biashara yako unatembeza wapi? Mtaani. Sasa wewe biashara uitembezi mtaani, biashara uitangazi. Unataka Mungu ainue biashara yako kwa namna gani? Ndio vitu ambavyo vinawaponza watu wengi sana ambao wanamtumikia Mungu, wakidhani ya kwamba vitu vinakujaga vyenyewe kwa sababu wanaomba sana, kwa sababu wanasali sana, kwa sababu wanajua sana vifungu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Mtu yoyote aliyefanikiwa lazima atakuwa anaomba sana, na vile vile atakuwa ni mtu wa kuchukua hatua sana. Lazima anafanya vitu viwili ili mambo yaende sawa sawa. Anaomba sana na anachukua hatua sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usione wenzako wanafanikiwa, hata wewe mafanikio yako yapo. Sasa tofauti nyingine inayokusababisha uone watu wa gizani wanafanikiwa ufanikiwi ni moja. Kwa Mungu hakuna shortcut. Nataka kusema nini? Mungu akikwambia wewe, nimekuita kwa habari ya kulea watoto, yaani wewe huduma yako ni kulea watoto na mafanikio yako yapo katika kulea watoto, hiyo Bwana haiwezi kubadilika. Hiyo haiwezi kubadilika. Mungu akikwambia ya kwamba wewe nimekuita kuajiriwa, yaani piga ua, tafuta ajira mahali popote, wewe nenda kaajiriwe, huko ndiko mafanikio yako yalipo, hiyo ndugu yangu haiwezi kubadilika. Mungu akisema nimekuita wewe ukawe mtumishi, yaani wewe kazi yako itakuwa ni kusifu na kuabudu, ndugu yangu, hiyo haiwezi kubadilika. Mungu alichokuitia atataka ukifanya hicho hicho. Ukifanya kingine, hayo ni mapenzi yako, sio ya Mungu. Sasa nguvu za giza huko gizani wanabadilishiana hivyo vitu. Inawezekana mtu hana nyota ya biashara, hakuitwa kwenye biashara, lakini hizo kafara zao wanazotoa zina uwezo wa kubadilisha mifumo. Wakachukua mfumo wa mtu fulani wakampa mtu fulani. Ni uhalifu ambao unafanyika wakati mwingine. Mtu ana nyota ya kuwa mfanyabiashara, yani yeye na biashara ni vitu viwili tofauti kabisa. Ameitwa kuwa mtu ambaye anahusika na masuala ya usafi. Mtu ambaye anashughulikia mambo ya usafi ndio karama yake, ndio kitu ambacho ameitiwa. Ndio Mungu amemuita huko. Ndio watu tunaona makanisani wanasafisha makanisa vizuri, wanafanya gardening kwenye makanisa, wanaitwa kutengeneza mazingira kuwa mazuri.
lakini anataka awe mfanya biashara. Kwenye upande wa giza wanapindua meza, lakini kwa Mungu meza haipinduliwi. Yani cha kwako kitabaki kuwa cha kwako. Uliitwa kuwa gardener, mtu wa bustani, utakuwa mtu wa bustani. Uliitwa kuwa fundi bombo, wewe ni mtaalamu wa mambo ya maji, utakuwa mtaalamu wa mambo ya maji. Mungu kitu ameweka ndani yako, anataka kifanye kazi kitu hicho hicho. Hakuna shortcut. Hiyo ni tofauti pia ambayo inafanya unaona wale wanafanikiwa kwa sababu kule kuna vitu vya shortcut. Hii wewe hauna, basi toa kiasi hiki tukutengenezee kitu hiki, alafu utakuwa mfanyabiashara mkubwa. Lakini lipo sharti, kila baada ya mwaka mmoja utafanya ABC, kila baada ya miezi mitatu utafanya ABC. Anapewa masharti, ndio unaona kama vile wanachanua. Sasa kwenye neno la Mungu tutaona hawa watu Mungu anasema nini juu yao. Usiwe hata na wasiwasi. Tutasoma neno la Mungu. Leo tunataka kutembea na Zaburi ya 92. Kaa stand by na Biblia yako, nimekuambia tutakwenda na Zaburi ya 92 leo. Utaona kuna vitu Mungu anasema kwa habari ya hao mnaona wanachanua, na kwa habari ya watu wa Mungu ambao ni wacha Mungu, Mungu anaokubali. Kwa hiyo unaona kuna formula ambazo watu wa Mungu, hasa watu wa Mungu, ndio tunaika sumba ya kutaka tufanikiwe tu, yani kwa sababu tunamjua sana Mungu. Ni kweli Mungu anataka tumjue kweli kweli. Mungu anataka tuishi maisha ya Ukristo, tupatane na Mungu, tutafute ufalme wake na mengine yatujilie, lakini hayawezi kuja kama hatuchukui hatua. Lazima tuchukue hatua. Unaona hata vile unaona alibarikiwa labda Ayubu alibarikiwa, lakini pia alikuwa anafuga. Anapofuga mifugo inaongezeka. Unafikiri Ayubu alibarikiwa na vitu ambavyo hakuwa navyo? Vitu unakuwa navyo na Mungu anavibariki vinaongezeka. Yani lazima uwe na vitu ambavyo vinaweza kuongezeka. Kwa hiyo jifunze kuchukua hatua. Usijifunze tabia ya kusema mimi namtumikia Mungu. Hauna kazi ya kufanya. Utaishia kumtumikia Mungu, mbinguni utaenda. Ndugu yangu, kutokuwa na mali hakukuzuii kwenda mbinguni. Mungu kikaa naye sawa sawa atakubariki. Baraka zako ukizipokea ukazitumia hewala, ukizipokea usipozitumia, haimaanishi ukifa maskini umemtumikia Mungu utaenda mbinguni. Utaenda tu. Lakini kitakachokuwa kimekuumiza ni kwamba ulitakiwa kuishi maisha mazuri hapa duniani na mbinguni pia. Haya duniani haukuwa na maarifa mazuri ya kuishi maisha hapa duniani. Kwa hiyo mbinguni utaenda, lakini utaishia wewe hata baskeli hauna. Lakini Mungu alikutaka umiliki gari, umiliki nyumba, umiliki vitu vya hapa duniani. Alikuumba umiliki alafu hukumiliki. Sasa hiyo sio fault ya Mungu. Hilo sio tatizo la Mungu. Ni tatizo la kwako wewe. Ulishindwa kutambua mahali gani Mungu anasema nini, anakutaka ufanye nini ili ufanikiwe katika mafanikio ya hapa duniani na mbinguni tena. Kwa hiyo nitakuwa nimekujibu kwa namna fulani, umeanza kunielewa kwa nini hao watu wa giza unaona wanafanikiwa na kwa nini watu wa Mungu hawafanikiwi. Na sio kwamba hawafanikiwi, Mungu anaachilia baraka zake, ila maarifa ya kujua kwamba hapa Mungu anasema na watumishi wa Mungu kwa habari ya kustawi kwao ndio tatizo kubwa. Na wengi wana ile kitu ambayo katika akili wameweka kwamba utajiri ni kazi ya shetani. Ni kitu kibaya kabisa. Utajiri na mali vyote ni vya Mungu. Vyote ni vya Mungu, sio vya shetani. Ni vya Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kukupa atakupa. Ndio maana anasema tafuta kwanza ufalme wa mbinguni na hayo mengine nitakupatia, nitakuzidishia. Kwa nini anasema atakupatia mengine? Kwa sababu anayo. Sasa kwa habari ya watu wanaostawi, sasa hao mnaona wanastawi, wanachipua, sijui bora huyu jamaa tunamuona tu yupo maisha yake mazuri tu, anafanikiwa, inakuaje? Ina maana Mungu mimi anioni? Tusome Zaburi ya 95. Maandiko yako mengi sana. Neno la Mungu limejitosheleza mahali pengi sana kwa ajili ya kufundisha somo hili, lakini mimi nimechagua Zaburi ya 92. Zaburi ya 92. Fungua Biblia yako, tunakwenda kusoma Zaburi ya 92. Na hii Zaburi ya 92 nitaanza kusoma aya ya 5. Aya ya 5 inasema, Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Hapa kuna vitu viwili. Anasema jinsi yalivyo makuu matendo yako. Kwa hiyo matendo ya Mungu ni makuu. Alafu chini anasema mawazo yako ni mafumbo makubwa. Hapa chini anasema kwa habari ya nini? Mawazo ya Mungu ni mafumbo. Sasa fumbo ni nini? Fumbo ni kitu ama ni hali ama ni jambo fulani ambalo
sio rahisi kulielewa, ndio linakuwa fumbo. Sasa fumbo linafumbuliwa na waerevu, lakini mafumbo ya Mungu yanafumbuliwa na Roho Mtakatifu peke yake. Ili wewe uelewe fumbo la Mungu, unamhitaji Roho Mtakatifu akutafasirie Mungu alipofumba jambo hili au neno fulani alikuwa ana maana gani. Roho Mtakatifu ndio anaweza kuelewa. Sasa tunaendelea sasa chini, aya ya 6. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Kwa hiyo tunaona mjinga ni mtu ambaye hana uelewa, hawezi kabisa. Mpumbavu ni mtu ambaye hana uelewa na wala hataki kuelewa. Kwa hiyo huyu ndio hoye hai kabisa. Kwa hiyo anasema mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Kwa hiyo ili uondokane na ujinga unamhitaji Roho Mtakatifu kuelewa. Hapa naenda kujibu hilo swali lako ambao unasema kwa nini watu waovu ustawi? Aya ya 7. Hii ndio ina pointi kabisa ya somo zima. Inasema wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Nirudie hili neno vizuri. Aya 7. Wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Unasikia neno vizuri? Hawa watu wasio haki, anasema wakichipuka kama majani. Yanazungumzwa majani jamani, majani. Neno la Mungu kila kinachotamkwa kina maana, kila kilichoandikwa kina maana. Hebu yafananishe majani. Anasema wakichipuka, hawa waovu wakichipuka, hawa watu wasio haki wakichipuka kama majani. Umeshawahi kuwa na shamba, alafu msimu wa mvua ikanyesha kama wiki moja tu, kayaangalie majani yanavyochipuka. Na Mungu anasema hawa wasio haki wakichipuka kama nini? Majani. Ni kwa nini Mungu anaacha wachipuke kama majani? Anasema kwenye aya 7 hiyo kwamba ni kwa kusudi waangamizwe milele. Fumbo la Mungu. Ndio nasema neno la Mungu ni fumbo ambalo linahitaji hekima ya Roho Mtakatifu kutambua kwamba Mungu anawaona, sio kwamba waoni. Anawahitaji watubu ili waende katika uzima wa milele, lakini kwa sababu ya kiburi chao, kama unavyowaona, uwaga wana kiburi sana. Mungu anasema acha wachipuke kama majani, lakini watakuja kuangamizwa milele. Na kujibu sasa kwa watu ambao wewe unaona ni watu wasio haki wanastawi, lakini Mungu anasema anawaona wakichipuka kama majani. Majani yanachipuka leo, jua likiwaka yananyauka, yanakauka kabisa, na yanapigwa kiberiti, yanawaka. Hao ndio watu unaona kama wanastawi. Ndio maana hata mali zao, utajiri wao mara nyingi hauendelei. Yaani huyo muhusika anapopoteza uhai wake na vitu vyake vyote vimepotea. Ndio maana nasema wakichipuka kama majani. Majani yanaweza kuchipuka ghafla na yakapotea ghafla, kwa sababu hayana mzizi mkuu, hayana ustahimilivu wa kuweza kuwa strong katika maisha ya ups and down, katika maisha ya kwenda chini juu, chini juu, hayawezi kusurvive. Kwa yule ambaye mtu akafala akifa tu, ule utajiri umeondoka. Nafikiri wengine mna ushuhuda wa namna hiyo. Jamaa tangu amekufa mabasi yote hayapo. Inakuwaga hivyo jamaa tangu amekufa kiwanda kile kimekufa. Hizo ni dalili ya kwamba utajiri wake yeye ndio alikuwa anaujua, ana operate kwa namna gani. Anahitaji wakae watu ambao wanaweza kusurvive katika zile njia ambazo yeye alikuwa anapita. Wakishindwa, maana yake imeshindikana. Nimeanza kukujibu vizuri kwa watu wasio haki. Utaanza kuwa umeelewa. Soma aya ya 12 katika Zaburi ya 92, nasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Sasa unajiuliza, kwa nini Mungu anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni? Jiulize swali, mtende unastawi wapi? Mtende unastawi jangwani. Hali ya jangwani ipoje? Yaani mti wowote unaoota kwenye jangwa, maana yake huo mti ni strong, huo mti ni imara, huo mti si lele mama. Na Mungu anasema mwenye haki kupitia mzaburi atastawi kama mtende.
Kwa maana wewe na haki yako ukisimama vizuri na Mungu, Mungu akikusimamisha maana yake amekusimamisha. Mungu anapokuinua kila mmoja atajua kwamba umeinuliwa, na Mungu akikuinua anakuinua kizazi hata kizazi. Ndio maana mtende upo tu miaka na miaka. Mtende sio mti wa kufa leo wala kesho. Mtende sio majani. Mtende ni mti ambao unastahimili hali ngumu. Ndio maana Mungu anasema ninapokuita katika huduma yangu, ninapokuita katika eneo lako nalokuhusu, wewe unatakiwa ukae, hakuna shortcut. Kwa hiyo uvumilie ili uinuke ukastawi kama mtende. Mwenye haki atastawi kama mtende. Na je, baada ya mtende kustawi, baada ya mtende kuwa umestawi, unatoa nini? Matunda ya mtende ni matunda yaliyo bora kabisa. Kila mmoja anajua tende. Kwa hiyo Biblia inaposema kwa habari ya kutolea mfano wa vitu au mimea, inamaanisha uelewe huo mmea upoje. Mungu akisema miiba, tafsiri miiba, unaelewa kabisa hapa kinachotamkwa sio kitu kizuri. Lakini akisema mtende, mtu wa mtende unafananaje? Anamaanisha kwamba kuna kitu bora. Kwa hiyo mtu wa Mungu ukiwa na haki, Mungu anasema mwenye haki atastawi kama mtende. Haijalishi unachukua muda gani kustawi, lakini ukistawi ndugu yangu utakuwa umeshastawi. Utainuka barabara na kila mmoja ataliona lile tunda ambalo linatokana na mtu mwenye haki, litaonekana na litadumu milele. Historia yako itabaki, hata ukifa watasema huu ni mwanzo mzuri wa mtu fulani. Hii kazi ni ya mtu fulani, haiwezi kupotea, lazima itakuwepo. Sio itakuwa alikuaga ana fedha, hana fedha. Lakini mwenye haki atasema amekufa. Huyu unaona hizi nyumba, unaona utajiri, huyu mwenyewe ni mtu wa Mungu sana, ni fulani. Watoto wake ni hao hapa, wajukuu zake ni hao hapa. Ile baraka inatembea. Huyo ni mtu mwenye haki. Mwerezi wa Lebanoni. Kwa nini mwerezi wa Lebanoni? Nchi ya Lebanoni yenyewe inatambulika kwa hiyo mierezi. Yaani mierezi Lebanoni iko mingi sana. Ndio maana ukatolewa mfano kwamba mwerezi wa Lebanoni. Lakini mwerezi ni mti gani? Mwerezi kwanza ni mtu ambao una kivuli kipana, una kivuli kizuri, huo ni mwerezi. Lakini mwerezi ni mti imara. Vile vile tunakwenda kama mtende, ni mti ambao unaweza kutoa mbao. Na sio mbao tu, mbao ngumu. Mwerezi unatoa mbao ngumu, na Mungu anasema utastawi kama mtende ama mwerezi wa Lebanoni. Anakumaanisha kwamba unaposimama na Mungu utakuwa mtu imara, ambaye utatoa vitu imara ambavyo kila mmoja ataona. Mbao ya mwerezi sio mbao ya mchezo, ni mbao ambayo sio rahisi kuibungua, kwa sababu ya utomvu wake unaifanya iwe imara. Mungu akitaja mmea, nenda akausome huo mmea vizuri, utagundua aliutolea mfano kwa sababu alikuwa anaujua. Akitaja mtini anaujua, akitaja mzabibu anaujua. Hakutaja mpapai pale, ametaja mtende, akataja na mwerezi. Tutakuwa ujiulize kwa nini mwerezi wa Lebanoni? Nenda kaufuatilie mwerezi wa Lebanoni unafananaje. Ndio Mungu anasema mwenye haki atastawi kama mtende na atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Mwenye haki. Kwa hiyo tafuta haki ya Mungu. Usitafute hawa wenye mafanikio feki. Wasikusumbue wenye mafanikio feki. Mungu anasema akikuinua, ndio maana Mungu hainui mtu hivi hivi bla bla. Mungu anakutengeneza kwanza. Lazima akushepu, hakuna shortcut. Lazima akupitishe mahali ukae imara ili ukisimama uweze kusimama. Tunasoma aya 14. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Nimekuambia mti wa mwerezi una tabia ya utomvu, na kuwa na utomvu, na mbao zake kwa sababu ya ule utomvu haziwezi kubunguliwa. Mdudu hawezi kula mbao ya mwerezi. Lakini anasema mwanzoni kabisa watazaa matunda hadi uzee wake. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Kwa hiyo maana yake huo mti utakapoanza kuzaa matunda hautoishia katikati, lakini kule anasema wasio haki watachipua kama nini? Majani. Majani ni kitu ambacho ni mmea ambao saa yote unaharibika. Kuna majani yanadumu miaka 10, yani jani limeota leo ikakaa miaka 10. Lakini miti yote ambayo ni imara, mtende unakaa miaka mingapi? Ni miaka mingi mtende. Tangu unaanza kuzaa unachukua miaka mingapi? Ndicho kitu Mungu anasema. Miti ambayo ni imara inaanza kuzaa kuanzia miaka 7, 8, 9, 10 ndio inaanza kuzaa. Kwa hiyo miaka mingine yote ni ya matengenezo. Ikianza kuzaa inazaa mpaka uzee wake. Ndipo anasema mtu wa Mungu, mtu wa haki, Mungu akikuinua utatengeneza matunda mpaka uzee wako. Usipende shortcut. Wasikusumbue au ambao wameibuka leo wanatajirika leo. Achana nao, kaa na Mungu ili Mungu akikuinua wewe, manake uzao wako wote ufuate.
vizazi vyako vyote vifuate. Wewe ndio sehemu ya kusema kwa kweli baba yetu alikuwa shujaa katika kumtafuta Mungu, tumebarikiwa kupitia yeye, nao wafuate njia ambayo umepita, ukazae hata uzee wako. Lakini aya ya 15 ambayo Zaburi ya 92 inamalizia, anasema watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hakuna udhalimu. Kwa hiyo yeyote ambaye Mungu atakutengeneza, Mungu atakushape, maana yake ndani yako hakutokuwa na kitu kinaitwa udhalimu, hautokuwepo udhalimu. Hivyo ukijiuliza swali, kwa nini watu waovu wanachipua, majibu nimekupatia. Asikusumbue mtu yoyote anakuambia nyinyi mnajifanya mnaomba sana, mnasali sana. Sikiliza, Mungu anapokutengeneza inaweza kuchukua kipindi kirefu, lakini atakapokuinua wewe ndio bye bye. Yani wewe ndio umeenda mpaka uzee wako, matunda yataonekana. Maana yake utawaona watoto wako, utaona wajukuu zako, na wajukuu wataziona baraka za babu yao, kwamba babu yetu alibarikiwa, babu yetu alifika hapa, babu yetu amesababisha tumekuwa hapa, mpaka kizazi cha kadhaa na kadhaa na kadhaa. Hiko ndicho Mungu anataka. Mungu anataka watu wake wawe katika level hiyo. Anataka na wewe uwe katika level hiyo. Usibabaike na mambo madogo madogo, usibabaike na kuchipua kama majani yanavyochipua. Leo likiwaka jua, ardhi nchi nzima inakauka, inakuwa kame. Lakini kuna mimea unaweza mvua isinyeshe miaka 5, mmea ukaendelea kusurvive. Ndio Mungu anataka uwe namna hiyo. Anataka uwe strong katika kumtumikia. Usiumbishwe, usiwe kama ile nyumba imejengwa msingi katika mchanga, alafu upepo ukaja na garika, msingi kwa dondoka. Mungu anataka uwe umejengwa katika mawe, msingi wako ujengwe katika mawe. Kwa hiyo hawa watu wanakuambia wewe unaomba, unasali lakini ufanikiwi, achana nao. Kaa na Mungu, elewa neno la Mungu. Kwa nini nimekufundisha somo hili? Ni kwa sababu huenda unakutana na hizo hoja alafu zinakukatisha tamaa. Halafu unaona kwamba lakini kweli ukishaanza kusema lakini kweli, unaingia kwenye mfumo kidogo kidogo, halafu watu wao watakuvuta, bwana wewe njoo huko, wataanza kukupeleka kwa waganga. Pengine ataona nisikiliza, umeingia kwenye kesi za waganga kwa sababu hiyo. Umeanza kutenda mambo maovu, umemwasi Mungu kwa sababu ya wao waliokudanganya mafanikio yao, mafanikio yenye majuto ndani yake. Wanaanza kukuonesha picha nzuri kabisa, wanaanza kukuonesha neema kubwa, ukiingia unasema ningejua, tayari umeshapotea. Kwa hivyo uelewe neno la Mungu kama alivyosema katika Zaburi 92, anasema neno la Mungu ni fumbo, ni fumbo. Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. 92 aya 5. Kwa hiyo uelewe kila Mungu anachokifanya kwa mwanadamu ni fumbo, sio rahisi kufumbua. Lazima Roho Mtakatifu akusaidie kufumbua ili ukae sehemu salama, na Mungu atakapoenda kukuinua utainuka sawa sawa. Ni matumaini yangu kuna kitu umepata. Ni matumaini yangu kuna eneo umemwona Mungu. Ni matumaini yangu kuna maswali nimeyajibu. Inawezekana sio yote, lakini kuna maswali ambayo ulikuwa unajiuliza nimeyajibu. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Ukawe msaada kwa wengine watakao kuwa na maswali kama haya. Utakuwa na wewe ni mwalimu wao, ukawaambia kwamba uwaga ipo hivyo, iko hivi. Nilijifunza somo hilo na nimeelewa kwamba inakuwa hivi. Ukweli ni huu, ukweli wa kimungu ni huu. Mungu akutie nguvu wewe na wote ambao mnafuatilia. Wewe ambaye unafuatilia na hujasubscribe kwenye channel yetu, tunakusihi na kuomba endelea kusubscribe. Bonyeza batani ya kusubscribe hapo, uwe wa kwanza kupata mafundisho. Usisahau kulike pamoja na kucomment. Pia nikusihi kuombe mafundisho haya, ukipata nafasi ya kuchukua linki ukawatumia wengine, watumie nao wapate mafundisho. Watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, na sisi kama timu nzima Mikono ya Kristo tunasimamia hapo kwenye kuwapa watu maarifa. Kwa hivyo wanapozidi kutembea sehemu mbalimbali, ndipo watu wengi wanazidi kupata maarifa, na watu wengi tunaenda kutembea katika njia ambayo inampendeza Mungu. Inawezekana unahitaji msaada katika jambo fulani, tumeweka namba za simu, unaweza kutupigia pia tukakusaidia. Huduma zetu ni bure kabisa.
Tutakusaidia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyojifunua kwa ajili yako, tukusaidia kwa namna gani ili upate kufunguliwa. Mpaka kufikia hapa nimefikia tamati ya somo hili la leo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya Mikono ya Kristo, timu nzima Mikono ya Kristo, tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.